Hii ni K-News habari. Pia tunashukuru Wizara ya Maji ambao mpaka sasa tumeshapewa taarifa kwamba fedha kwa ajili ya kulipaji wa fidia wameshazituma kwa ajili ya kuweza kuwalipa kiasi cha shilingi bilioni 2.9. Kwa hiyo baada ya kukamilisha shughuli za ndani tunatarajia kuanzia muda wote kuanzia wiki ijayo, basi yale maeneo ya wananchi wote ambao wamepitiwa na njia kuu ya bomba basi waanze kupata yale malipo ya fidia ili wasije kaondoka kuna uharibifu wa mali zao na mashamba yao. Na eneo hilo baada hapo itakuwa chini ya umiliki wa mamlaka ambao ni corridor ya mita 30 kwa umbali wote wa bomba kilomita 37.24. Mradi huu unatekelezwa kwa njia ya usanifu na ujenzi, yani design and build. Kwa maana kwamba kuna mhandisi mshauri yani consultant, kampuni ya GKW Consult ambaye anasimamia shughuli za utekelezaji wa mradi huu kwa kumsimamia mkandarasi ambaye ni kampuni ya China Railway Construction Engineering ambaye anafanya utekelezaji wa mradi huu, ambapo komponenti zake yani shughuli kuu za mradi ni ujenzi wa banio yani intake ambayo inaweza kuchukua kiasi cha lita milioni 117 kwa siku, ambapo kazi hii ameshajenga imefikia karibu 98%. Kazi ndogo ndogo ambazo zinaendelea, ufungaji wa zile gates ndio kazi zinaendelea. Lakini kuna kazi kubwa ya uchimbaji na ulazaji wa bomba kuu la chuma lenye kipenyo cha mita 1.2 kutoka kwenye chanzo mpaka eneo la Nsenga, sehemu ambayo maji yatatibiwa, kwa urefu wa bomba wa kilomita 26.04, bomba la chuma mita 1.2. Na baada ya hapo itajengwa miundombinu ya kutibu maji pamoja na tenki la kuhifadhia maji yaliyotibiwa yenye ujazo wa lita milioni 5. Kazi baadhi imefanyika, eneo pia limeshamilikiwa na clearance imeshafanyika. Baada hapo anatarajia mkandarasi aweze kuendelea na ujenzi wa miundombinu katika eneo hilo. Baada ya hapo kuna kazi ya ulazaji wa bomba kuu kutoka eneo hilo ambapo maji yameshatibiwa mpaka hapa tulipo maeneo ya New Forest umbali wa kilomita 11.2. Na hapa tulipo ndipo ambapo inajengwa tanki lenye ujazo inaweza kuhifadhi maji kiasi cha lita milioni 5. Ujenzi wa tenki hili umefika 62%, na baada ya hapa shughuli inayofuata ni ndani ya wiki hii kuweza kumwaga zege hili la juu ambao tunaona maandalizi yanafanyika na nondo zimeshasukwa, zimeshakaguliwa na miundombinu kwa ajili ya kuchanganyia zege ipo tayari. Tunatarajia muda wote wiki ijayo mkandarasi afanye kazi hii ambayo itafanyika kwa siku 3 mfululizo kuweza kufunika zege hili la juu. Na mpaka sasa hivi tumeshafikisha 49% za utekelezaji wa mradi huu. Na kwa upande wa fedha, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekwisha kufadhili mradi huu kwa kumkabidhi mkandarasi kiasi cha shilingi bilioni 31.4. Na hatua tulioko kwa sasa ni kukamilisha ujenzi wa tenki kwa ajili ya kuhifadhia maji, huku ujenzi wa banio au chanzo cha maji umekamilika 100%. Na zoezi ambalo linaendelea pia ambalo linaenda pamoja na hili ni ulazaji wa bomba ambao mpaka sasa hivi tumekwisha kulaza bomba kilomita 2. Hii ni K-News habari.